Yes, nikianza na gazeti la Mwanaspoti, habari kubwa ukurasa wa mbele ni balaa kubwa lililotokea jana Juni 9 kwenye kikao ambacho bodi ya ligi walialika Young Africans ili kuweza kujadili hatima ya mchezo wa Juni 15 dhidi ya Simba Sports Club. Hatima ya mchezo wa dabi ambayo iliahirishwa kuchezwa Machi 8, 2025 kwa kigezo cha kwamba kulikuwa na ukosefu wa usalama, lakini pia kulikuwa kuna viashiria vya rushwa. Hiyo ni taarifa kutoka kwa bodi ya ligi ambayo aliitoa tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 na kupelekea mchezo huo kuweza kuahirisha. Hivyo basi hapo jana Young Africans wakiwa wanaendelea na kauli yao ama msimamo wao wa kusema hawachezi, walialikwa katika ofisi za bodi ya ligi na kwenda kujadili kwa kina kweli ili waweze kufikia hatima. Sasa kichwa cha habari kinasema balaa la Yanga yaibua hoja mpya 4, kitakachoikuta hiki hapa: Simba yaingia kambini. Ni hoja zipi ambazo Young Africans wameziibua? Moja ni kwamba Young Africans hawaiamini bodi ya ligi, hivyo wanahitaji ivunjwe na iweze kuundwa upya na bodi itakayoundwa isiegamie upande wowote ule. Pili, wanahitaji mwenyekiti wa bodi ya ligi aweze kujiuzulu. Tatu, wanahitaji katibu wa bodi ya ligi aweze kujiuzulu. Lakini pia 4, walizungumzia kwamba wanahitaji kupewa hela yao ambayo walishinda ubingwa wa kombe la CRDB, nikimaanisha ubingwa wa kombe la FA hapo mwaka jana, ikiwa ni kombe walinyanyua lakini pesa hawakupata. Yapo mengine mengi kweli ambayo Young Africans wamesema wakipata majibu ya hayo na endapo yatatekelezwa, wao wako tayari kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao umepangiwa tarehe 15 mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Wapo wadau wa soka ambao wanasema unawezaje kupanga tarehe ikiwa mwenyeji wa uwanja hajapitisha, hajathibitisha, hajakubali kucheza, na yeye ndiye mtu anayepanga venue ya uwanja, yeye ndiye mtu anayeamua mchezo kachezwe wapi, yeye hayuko tayari. Wewe unapanga tarehe, ameleta malalamiko, hujayafanyia kazi, unategemea nini? Watu wanazungumza vingi, lakini sisi ni kuomba mchezo uweze kuchezwa. Nikizingatia kanuni ya 47 ya udhibiti wa klabu, ibara 18 nasema klabu ambayo itashindwa au kukaidi kutii maagizo au maamuzi ya utekelezaji wa maamuzi ya TFF ama TPLB itatozwa faini ya shilingi milioni 5 au kuondolewa kwenye ligi kuu na kushushwa daraja. Hiyo ni kanuni namba 47. Lakini kanuni namba 46 inasema udhibiti kwa viongozi. Ibara ya 9 inasema kiongozi atakayebainika kushindwa au kukaidi kutii maamuzi au maagizo ya TFF au TPLB atafungiwa kwa kipindi cha kati ya miezi 3 mpaka miaka 3 na kutozwa faini isiyopungua shilingi milioni 1. Lakini pia ibara ya 14 inasema kiongozi atakayebainika kusababisha timu kutokufika uwanjani na kukosa mchezo baada ya kuhudhuria kikao cha maandalizi atatozwa faini ya shilingi milioni 1 na kufungiwa kipindi kisichopungua miezi 12. Hizi ni zile taratibu ambazo zipo, ambazo watu wanasema endapo Young Africans akifanya hizi, basi hizi adhabu mbili ambazo zimetajwa hapa, yeye pamoja na viongozi waliohusika kuahirisha mchezo huo ama kutopeleka timu uwanjani, ndicho kitakachowakumba. Lakini maswali yamekuwa ni mengi. Sawa, Young Africans kitakakumba hiki, je, Simba Sports Club kilitakiwa kimkute kipi? Watu wakiweza kuzungumza, lakini Almas Kasongo yeye anasema dabi ipo pale. Hiyo ni kwa mujibu wa bodi ya ligi. Nikimnukuu anasema ni kawaida kwa bodi kukutana na klabu shiriki na tumepokea hoja za Yanga na zitaenda kuchakatwa. Huyo ni mtendaji mkuu Almas Kasongo. Lakini pia makamu wa rais wa Yanga Alfat Haji alikuwepo pia, lakini msimamo wao wanasema kwamba hawachezi. Hilo ndilo ambalo lilijiri jana kwenye kikao. Kufuzu kombe la dunia leo Jumanne, Ubelgiji dhidi ya Wales majira saa 3 na dakika 45 usiku uwanja wa Koning. Lakini habari inasema bado yupo, kabeba tena. Huyo ni Cristiano Ronaldo, amebeba taji lingine la UEFA Nations League kisha akaweka bayana. Ni kipi? Kasome ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Mwanaspoti. Gazeti la Taifa Tanzania nasema Yanga yajivua ubingwa, yagomea mechi Juni 15. Wao wamesema kwa sasa hawapo rasmi katika ligi ya Tanzania na hawatacheza michezo iliyobaki mpaka wapate majibu ama vitu vifanywe kazi wanavyovihitaji. TPLB yasema ratiba yao inaonyesha mechi ipo pale. Wao wanasema watacheza dabi bodi ikitekeleza matakwa yao. Limo la kumtaka katibu mkuu wa TFF Kidao ajiuzulu, kwamba tutacheza michezo iliyobakia endapo katibu akijiuzulu na vitu kama hivyo hapo. Lakini pia Suleiman Mwalimu huyo aelekea Marekani. Ikumbuke klabu yake ya Wydad Casablanca ni miongoni mwa klabu zitakazoshiriki michuano ya kombe la dunia la vilabu. Hivyo basi amekwenda huko na michuano hiyo inafanyika huko nchini Marekani. Hivyo ameshakwenda na kikosi chake cha Wydad. Kila laheri Suleiman Mwalimu, ikawe heri huko, uonekane duniani na Tanzania iweze kupeperusha bendera. Lakini pia CR7 yaiongoza Ureno kutoa ubingwa wa mataifa ya Ulaya. Taarifa zikiweza kwenda namna hiyo ni hongera nyingi kweli. Sema sana la ziada. Uwe na
na siku njema, ikiwa ni Jumanne tulivu ya Juni 10, 2025. Langu jina ni Hamza Saifu, Instagram @haseche. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment, uwe kwanza kupata taarifa hizi pindi ambapo zinakuwa zimejitokeza.